Klabu ya Fountain Gate imemsimamisha golikipa wao John Nobo baada ya kuhisiwa kwamba amehusika kwenye upangaji wa matokeo kwenye mchezo dhidi ya Young Africans. Lakini pia ukifuatilia mechi nyingi za Yanga zimekuwa na makando mengi. Yaani mechi nyingi za Yanga zimekuwa na viashiria vya upangaji wa matokeo. Kama unakumbuka mechi dhidi ya Singida, mechi yao dhidi ya Tabora, leo imekuja mechi dhidi ya Fountain na mechi nyingi ambazo zilikuwa zina matukio ambayo yanaashiria upangaji wa matokeo. Manake Young Africans wanahusika inawezekana wanahusika moja kwa moja kwenye masuala ya upangaji wa matokeo. Yaani wanatoa rushwa kwa wapinzani, aidha kwa wachezaji au kwa viongozi wa timu fulani. Na ndio maana unakuta kwenye mechi zao kuna matukio mengi ambayo yana viashiria hivyo vya masuala ya upangaji wa matokeo. Kama unakumbuka mechi dhidi ya Tabora ilitoka taarifa kwa mkuu wa mkoa kabisa kwamba kuna wachezaji wametumiwa message, wameahidiwa pesa na vitu kama hivyo. Lakini mkuu wa mkoa Paul Chacha akasema anajua na sheria zitafuatwa. Of course hatujui nini ambacho kiliendelea mpaka leo, kwa sababu kulikuwa na taarifa nyingine ambayo iliendelea kutoa muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinajadiliwa. Lakini ukweli ni kwamba kwenye mechi za Yanga kuna makando mengi. Inawezekana hata ubingwa ambao wamechukua misimu mitatu mfululizo hawakuupata kihalali. Inawezekana waliupata kwenye njia hizo za ujanja, yani kurubuni wachezaji au makocha au vitu vingine pia, au kwenye maeneo mengine hata waamuzi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya Yanga kuchunguzwa, na kama itabainika kweli wanatoa rushwa kwa wachezaji au kwa timu pinzani, inabidi waadhibiwe, wafungiwe, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kinaweza kwenda kuharibu mpira wetu. Na mimi nasema hivi kwa sababu kuna matukio mengi ya utata ambayo yanatokea kwenye mechi za Yanga. Angalia mechi dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi ambayo Singida walichezea kikosi chao cha pili, hawakuchezea kikosi chao cha kwanza. Na ukiuliza kwa nini walichezea kikosi chao cha kwanza, hawajachezea kikosi chao cha kwanza, watakwambia tulikuwa tunafanya rotation. Hao unafanya rotation kwenye mechi dhidi ya Yanga. Kwa nini kwenye mechi zingine unaweka kikosi kile ambacho ni kikubwa na tumekizoea ni kikosi bora? Kwa nini kwenye mechi dhidi ya Yanga ubadili kikosi, uwe kikosi ambacho ni dhaifu? Maana kuna walakini hapo. Ukija kwenye mechi dhidi ya Tabora vile pia ilikuwa inahisiwa hivyo, na kuna wachezaji ambao pia kuonekana wanacheza chini ya kiwango kwa sababu walipokea pesa na walitumia hizo message na ambazo by the way hata hivyo mkuu wa mkoa alithibitisha kwamba kuna wachezaji wanatumiwa message na lakini wao wachukue hela wao wacheze mechi. Hizo zote ni vitu ambavyo vinaashiria upangaji wa matokeo kwa Young Africans. Manake haiwezekani dhidi ya Tabora, dhidi ya Singida, alafu dhidi ya Fountain Gate alafu iwe ni mazingira tu ya kawaida. Hapana, lazima kuna kitu kiko ndani. Manake mamlaka husika zinapaswa kuingia na kufanya uchunguzi ili kubaini tatizo liko wapi. Na kama Yanga anakutwa na hiyo hatia, basi aweze kufungiwa. Hatuwezi kuwa na timu ambayo inakuwa bingwa kila mwaka lakini hawapati ubingwa kihalali. Na inawezekana hata hayo makombe ya Yanga yaliyopita matatu mfululizo bado hawajapata makombe kihalali. Inawezekana ni rushwa pia ilitumika na ikawasaidia wao pia kuja kuchukua ubingwa mara tatu kwenye miaka mitatu iliyopita. Kwa hiyo kuna kila sababu za uchunguzi kufanyika. Usikute haya mambo ya Yanga kusafiri na viongozi wao wote ni katika sehemu ya kukamilisha mpango huo wa upangaji wa matokeo. Usisemi kwamba ni vibaya timu kusafirisha viongozi wake wote kwenye mechi zao, hapana. Lakini kuna wakati inabidi uchunguzi ufanyike. Unajua hivi vitu ni vitu ambavyo vinafanyika kwa siri sana. Sometimes ili uvijue ni lazima utumie akili kubwa sana kujua. Sasa kwa sababu watu wanazungumza na wapo viongozi kama Fountain Gate wamethibitisha mpaka kumsanisha John Nobo, lakini pia mkuu wa mkoa Paul Chacha alithibitisha kwamba kuna wachezaji ambao walipokea hizo message za kuambiwa wacheze chini ya kiwango na basi uchunguzi ufanyike, tulio kusikia audio kama ile pale. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vina ushahidi wa moja kwa moja wa kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukweli unajulikana. Na mimi natamani kuona uchunguzi unafanyika ili tujue, kwa sababu hapo mwanzoni kabla ya kuja kwa taarifa hizi za Singida kupunguza kikosi, kupanga kikosi B, kikosi cha pili mechi dhidi ya Yanga, kulikuwa kuna taarifa pia za kwa waamuzi kwamba kuna baadhi ya waamuzi wanatumika na vitu kama hivyo. Lakini pia udhamini wa GSM watu walikuwa wanazungumza kama ni miongoni mwa changamoto ambayo inahusia kwa upangaji wa matokeo. Na kweli ukakuta kama unakumbuka pia hata kwenye ile press ya wazee wa Simba walikuja na takwimu zao kwamba timu zote ambazo zimedhaminiwa na GSM zimefungwa magoli mengi na Yanga.
Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo pia wale wazee wa Simba walivitazama. Sasa sometimes mimi kuna vitu huwa vikizungumzwa kwenye mpira wetu huwa sipendi kubishana, ila ninaamini kwamba vipo, kwa sababu mpira wetu sisi hauna siri. Yaani vitu vingi huwa vinazungumzwa hadharani. Mpaka watu wanakuja mbele na kusema kwamba udhamini wa GSM unachangia kusababisha masuala ya upangaji wa matokeo. Manake watu walishajua, watu walishaambiana, manake kichini chini watu wanajua. Ina maana watu hawezi kuzungumza tu kitu basi na kuwa na taarifa ambayo inajitosheleza. Ina maana wanaambiana. Unajua shida ni kwamba kwenye hizi timu, kwa mfano kama mnawapa labda mkataba Tabora, alafu mnawapa condition fulani za kuwapa matokeo, za kuwapa udhamini, za kuhakikisha kwamba labda Yanga akija kucheza na Tabora mfano anapata matokeo ambayo ni mazuri. Lazima Yanga apate matokeo ambayo ni mazuri. Hao watu ambao mnaingia nazo condition nao pia wanasema, sijawahi kuthibitisha moja kwa moja, lakini niliwahi kusikia kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba hata Tabora United waliwahi kukataa udhamini wa GSM. Mwanzoni mwa msimu waliwaomba wakakataa, lakini kufika katikati ya msimu dirisha dogo waliwaomba udhamini, wao GSM wakaja kuomba Tabora udhamini na wakakubali. Tabora wakakataa. Yaani mara kwanza Tabora ndo waliomba wakakataliwa. Mara pili kwa duru la pili, hapo ni baada ya kuifunga Yanga, wao sasa GSM wakaenda kuomba Tabora waweze kwenda waweze kuwapa udhamini, lakini wale walikataa. Tabora walikataa. Maana inawezekana walienda kuomba kuwapa udhamini kwa sababu walifungwa kwenye mechi za duru la kwanza. Kwa hiyo inawezekana kwenye duru la pili walikuwa wanataka kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri dhidi ya Tabora. Lakini kwa bahati of course walienda kushinda mechi yao vizuri, hapakuwepo na shida. Lakini rushwa pia ilitajwa kwenye ule mchezo. Kwa hiyo kwa sababu rushwa ilitajwa kwenye ule mchezo, maana yake inabidi uchunguzi uweze kufanyika. Ubingwa wa Yanga una makando kando, tukubaliane kwenye hilo. Kwa hiyo ni lazima watu wachunguzwe kuanzia kwenye miaka mitatu iliyopita ya Yanga ambao wametoa mataji ya mfululizo, lakini pia ichunguzwe hata kwa msimu huu kwamba kuna uwezekano mkubwa hata matokeo mazuri ambayo Yanga anatoka, kuna mmoja tunawasifia anafunga mabao 5, mafunga mabao 6, lakini pengine kuna vitu vidogo vidogo. Kwa mfano hata mechi yao dhidi ya Ken Gold, angalia namna ambavyo Custom Hagama alikuwa anafanya makosa kwenye eneo la ulinzi, kwenye eneo la goalkeeping. Yaani kuna magoli yalikuwa anafunga Yanga mpaka unasema huyu goalkeeper amelala wapi leo? Nini ambacho anakifanya golini? Haelewi kazi yake au inakuwaje? Angalia mechi dhidi ya Pamba, makosa ambayo alikuwa anafanya Yunus alikuwa anafanya makosa ambayo hujawahi kuiona kwenye mechi zote ambazo amecheza dhidi ya Pamba. Lakini dhidi ya Yanga alikuwa anafanya makosa ya hovyo kweli kweli, makosa ambayo yalikuwa yananufaisha moja kwa moja Young Africans. Angalia mechi yao dhidi ya Singida. Rejea mechi yao dhidi ya Mashujaa, makosa ambayo alikuwa anafanya goalkeeper Mashujaa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye mechi za Yanga ambavyo vinaashiria kabisa kwamba kuna upangaji wa matokeo ndani yake. Uchunguzi unapaswa kufanyika. Yanga wanapata ushindi, Yanga wanapata ushindi kimagendo magendo.